Naomba nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye amenijalia siku ya leo, na tulikuwa na zoezi hapa la makabidhiano ya ofisi ya wizara na mtangulizi wangu Mheshimiwa Ridhiwani Jakaya Kikwete. Mpango wetu katika kipindi hiki cha miaka mitano ni kuhakikisha kwamba serikali inazalisha ajira zipatazo milioni 8.5. Kwa katika jambo kubwa ambalo kama wizara tunaanza nalo na kulipa kipaumbele ni kuona namna gani matamanio ya Mheshimiwa Rais na ya Watanzania katika eneo hili ambalo sasa kama nchi vijana wengi wanatamani waone fursa kubwa wanazipata. Nchi yetu hasa kipindi hiki cha Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amepeleka fedha nyingi kwenye miradi ya maendeleo. Lakini sasa tunataka tuhusishe miradi hiyo, fedha nyingi zilizopelekwa huko, namna gani vijana wetu wanapata fursa ya kupata ajira huko. Sasa ni jukumu letu kama wizara kucoordinate kupitia sehemu mbalimbali ambazo kuna miradi mbalimbali mikubwa ya kimaendeleo na kimkakati, tuone namna gani vijana wetu wanaweza kupata ajira katika maeneo hayo ili kupunguza pia tatizo la ajira kupitia sekta binafsi, kwa sababu vijana wengi wa Kitanzania wamekuwa na uelewa tu kwamba ajira mwajiri pekee ni serikali, lakini pia sekta binafsi ina nafasi kubwa zaidi, kwa sababu pia serikali imekuwa ikiwekeza fedha nyingi katika kuwezesha sekta binafsi, ambapo kuanzia katika sekta mbalimbali, miundombinu, viwanda, kwa huko kote kunaweza kupatikana ajira na hizo zikapunguza tatizo la ajira. Lakini pia kama wizara tutasimamia kuona maslahi ya wafanyakazi katika sekta binafsi ambao wengi wamekuwa wakifanya kazi katika mazingira magumu, wengine hawana mikataba na mazingira ambayo kwa kifupi yanaweza akafanya wakakosa haki zao. Kama wizara yetu inayosimamia mambo ya kazi, ajira, tutahakikisha jambo hili tunalichukulia kwa uzito mkubwa, ili Mtanzania anapokuwa amepata fursa ya kuajiriwa katika sekta binafsi, basi zile haki zake stahiki anazopaswa kuwa, kama ni mikataba ya kazi, kusimamia haki zake, basi tuhakikishe maeneo yote tunalisimamia na hili tutalipa kipaumbele kikubwa sana. Lakini pia katika eneo lingine ambalo wizara hii imeongezewa, mwanzo haikuwepo, ni jambo la mahusiano. Kwa kweli tutalisimamia kwa kipaumbele mkubwa. Lengo kubwa na Mheshimiwa Rais ameanzisha hii mahususi ili kuwaleta wadau pamoja. Wadau pamoja kwa maana kuwasikiliza wao, wana mawazo gani, wanataka wao waguswe kwa namna gani. Ni makundi mbalimbali, asasi za kiraia, makundi mbalimbali binafsi, wote kwa pamoja. Ni jukumu letu kama ofisi hii kusimamia na kama wizara hii kuhakikisha tunawafikia, tunazungumza nao na kwa pamoja tunashirikiana katika kulijenga taifa letu. Na mimi kama waziri nitawakaribisha wadau wote, vyama vya wafanyakazi, taasisi za kidini, tukae pamoja, tuzungumze namna gani tunaweza tukaendesha mambo yetu vizuri na baadaye tukasaidia, na kubwa ni kutaka tupate ustawi wa taifa letu, amani, umoja na mshikamano ambazo ni tunu zilioachwa na waasisi wa taifa hili. Na sisi kama wizara hii inayosimamia mahusiano, jambo hili tutalipa kipaumbele cha hali ya juu. Tutajitahidi sana kwa namna yoyote hii ili kuleta mshikamano na umoja katika taifa letu. Nataka kutumia nafasi hii pia kuwashukuru sana wenzangu wote ambao nilipata nafasi ya kufanya nao kazi, ambao kwa hakika sio tu kwamba nimefanya nao kazi, lakini pia yako mambo mengi makubwa ambao wamenifundisha. Binafsi nataka kutumia nafasi hii kuwaambia tu kwamba yale ambayo tuliyamaliza yaendelee kulelewa na kuendelea kukuzwa, lakini yale ambayo hatukuyamaliza basi wajitahidi waweze kuyakamilisha. Lakini kwangu mimi la msingi zaidi ni kwamba waendelee kufanya kazi vizuri kama ambavyo tumekuwa tunafanya. Wape ushirikiano mzuri wenzangu ambao wameingia leo, lakini pia kutokana na hayo waendelee kuhakikisha kwamba Watanzania wanafaidika na yale maono au miongozo ambayo Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa nayo katika kuwahudumia Watanzania wake. Moja ya vipaumbele vyangu kama naibu waziri katika wizara hii ni kuhakikisha tunafanya ubunifu wa kutafuta ama wa kutengeneza ajira za kutosha. Kwa hiyo mimi naona huu ni jukwaa langu zuri la kuweza kutumia akili, la kuweza kutumia maarifa yangu vizuri, kuweza kubuni mimi na ofisi yetu kwa pamoja kushirikiana kuweza kutengeneza ajira zaidi ili tuweze kuwapa vijana wetu.